Maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania wamezua mtafaruku mkubwa kufuatia ufafanuzi uliotolewa jana na Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu wa Katoliki Tanzania TC, Father Dr. Charles Kitima. Makala hii inaeleza ufafanuzi huo umezungumzia nini, halafu katika sehemu ya pili inaeleza huo mtafaruku umetokana na nini hasa katika hicho kilichoongelewa hapo jana. Sasa kwa kifupi ni kwamba Father Kitima alieleza kuwa mkutano wa tarehe 10 ya mwezi wa 8 mwaka huu kati yao na Samia uliombwa na maaskofu. Kwa hiyo si kama Samia aliwaita, bali maaskofu ndio waliomba kufanya huo mkutano naye, na kadai kwamba uamuzi huo ulifikiwa na kikao cha Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kilichofanyika Juni mwaka huu, na akaeleza kwamba maaskofu walikuwa wameomba kukutana na Samia kabla ya uchaguzi wa mwaka jana, lakini mkutano huo kufanyika kutokana na Samia kudai kuwa alikuwa na ratiba nyingi. Kwa hiyo mkutano wa hii 2026, yani mkutano uliofanyika Juni, ulilenga kujadili hali ya kisiasa nchini na matukio ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana. Kwa hiyo katika kikao hicho na Samia, maaskofu hao walisisitiza hatua tatu: kukiri ukweli kuhusu aliyotokea, pili kuombana msamaha na kusameheana, na tatu kuponya taifa na kurejea katika mshikamano. Maaskofu hao walilaani mauaji, uharibifu wa mali na ukiukwaji wa haki za binadamu uliohusishwa na matukio ya uchaguzi. Walitaka pia sababu zilizosukuma wananchi kuandamana au kuingia katika machafuko zichunguzwe na kushughulikiwa. Maaskofu walimkabidhi Samia waraka rasmi wa takriban kurasa 4 unaofanana kwa kiasi kikubwa na tamko lao lililotoa Novemba 15 ya hapo mwaka jana. Pia mazungumzo yao yalidumu kwa zaidi ya saa 1.5, na wakaeleza kwa mujibu wa Father Kitima kwamba Samia aliwasikiliza na yeye pia alitoa maoni yake. Father Kitima aliendelea kusema kwamba maaskofu waliupokea mkutano huo kama hatua chanya, lakini wakasisitiza kuwa kuzungumza pekee hakutoshi bila hatua za haki na uwajibikaji. Pia walieleza kwa tume zilizoundwa na serikali kuchunguza matukio hayo zilitambuliwa kama hatua muhimu ya kutafuta ukweli, lakini maaskofu walitaka uchunguzi usio upande mmoja. Pia walihoji kwa nini mjadala umeelekezwa zaidi kwa waliohamasisha maandamano bila uwazi sawa kuhusu waliohusika na mauaji. Walisisitiza kuwa ukweli uwekwe wazi, utawala wa sheria uzingatiwe na waliohusika wawajibishwe bila upendeleo. Kwa mtizamo wao, wananchi walioathirika, wakiwemo wafiwa, waliojeruhiwa, kuteswa au kupoteza ndugu, wanapaswa kushirikishwa katika mchakato wa kuponya taifa. Pia maaskofu walitofautisha kusameheana na ushindani wa kisiasa kuhusu nani atawale. Lengo lao kuu ni kurejesha mahusiano kati ya wananchi na serikali. Walisema hofu bado ipo licha ya kuonekana kwa utulivu nchini. Waliona dalili fulani za kuimarika, kwa mfano watu wanaokamatwa na sasa kupatikana mahabusu badala ya kutoweka kabisa, ingawa madai ya mateso bado yapo. Pia Baraza hilo la Maaskofu Katoliki Tanzania limekuwa likifanya mazungumzo mengine yasiyotangazwa na viongozi wa serikali katika juhudi za kutafuta suluhu. Kadhalika spika wa bunge na baadhi ya mawaziri wamekutana na maaskofu. Ofisi ya spika ilielezwa kuwa wazi kupokea mapendekezo yao. Pia maaskofu wametuma timu kujifunza uzoefu wa Kenya na Afrika Kusini katika kushughulikia migogoro na mikwamo ya kisiasa. Na Afrika Kusini ilitajwa kama mfano wa taifa lililotumia ukweli, msamaha na upatanisho kujenga mwanzo mpya. Walisisitiza kuwa mazungumzo kati ya maaskofu na serikali hayawezi kuchukua nafasi ya haki ya wananchi au kumaliza madai ya waathirika. Pia walieleza kwa viongozi wa dini wana wajibu wa kufundisha, kushauri, kutetea utu na binadamu na kusaidia kuleta amani, lakini mamlaka ya kutekeleza hatua sahihi iko serikalini. Na walikumbusha historia ya kanisa kukemea mauaji na ukiukaji wa haki, ikiwemo pamoja mauaji ya Pemba ya Januari 2001, na kusema kwamba Tanzania ilikumbushwa historia yake ya kutetea haki za binadamu na kupinga ubaguzi wa rangi, hivyo inapaswa kuheshimu misingi hiyo. Pia walionya dhidi ya propaganda, uongo, matusi na vikundi vinavyoratibu mashambulizi dhidi ya watu kupitia mitandao ya kijamii, na kuitaka serikali na viongozi wote kusikiliza hata maoni magumu kutoka kwa wananchi, kwa sababu mamlaka ya nchi inatokana na wananchi. Kwa hiyo wito wao mwisho ulikuwa ni kwamba serikali isikilize vilio vya wananchi na heshima haki zao. Wananchi washirikiane na serikali kwa kuongozwa na ukweli. Taifa likiri yaliyotokea na kuomba msamaha. Waathirika watambuliwe na kupewa haki. Sababu za mgogoro zirekebishwe ili matukio kama hayo yasijirudie, na Watanzania wajenge upya mshikamano
na kuendeleza taifa. Kwa hiyo haya ni maelezo ambayo kwa mujibu kwa hiyo statement iliyotolewa na Father Kitima hapo jana. Hiyo statement ilikuwa na kama dakika 32, lakini Jasusi TV imetoa huu uliongewa ni muhtasari wa hizo dakika 32. Sasa maelezo hayo ya Father Kitima na kanisa Katoliki kwa ujumla yamepokelewa kwa mtizamo hasi. Watu wengi wamefikia hatua ya kusema kwamba kanisa Katoliki limewasaliti. Kutokana kwanza na hilo la kwamba wao ndio waliomba huo mkutano na Samia, licha ya ukweli kwamba alishawakatalia huko nyuma. Na hapo katikati, endapo mkutano huo waliomba Juni mwaka jana ungewezekana, pengine ungeweza kuepusha yaliyojiri Oktoba 29. Sasa kwa kifupi, kuna pointi kama 9 hivi ambazo zimechangia kusababisha hiyo hali ya sintofahamu iliyozushwa na kauli ya kanisa Katoliki. Ya kwanza ni msisitizo ambao umetolewa na maaskofu, ambapo Father Kitima amerudia mara kadhaa kwamba kiongozi akishaapishwa ni lazima tumtii, na kwamba maaskofu wanamtambua huyu ndiye mkuu wa nchi kwa sababu tu ameapishwa kikatiba. Sasa tatizo hapa ni kwamba anaunganisha wajibu wa kikatiba wa utii na uhalali wa kimaadili wa kiongozi, lakini kutupia kando ukweli kwamba kiongozi anatakiwa, huyu ambaye Father Kitima na baraza la maaskofu atakao mtii, anahusika na kuua zaidi ya watu 10,000. Hilo moja. Lakini pili, Father Kitima alizungumzia kuhusu jinsi walivyopokelewa vizuri na rais, maongezi yalikuwa yako chanya, lakini hapo hagusii ukweli kwamba wakati hayo yanaendelea kuna maelfu ya watu ambao wanatekwa kila siku, kuna watu ambao wanabakwa, kuna watu wanalawitiwa, kuna watu wamezushiwa kesi za ugaidi, kuna Mheshimiwa Lissu, Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chadema, bado kesi yake inaendelea kunguruma. Lakini kibaya zaidi, na hiki hakikuzungumziwa na hawa maaskofu, ni ukweli kwamba angalau padri mmoja amefariki kutokana na kuzongwa na watu wa Samia. Lakini pia kuna taarifa kwamba sister mmoja alibakwa. Sasa haya hayakugusiwa katika kikao hicho. Jingine ambazo zimepelekea lawama dhidi ya maaskofu hawa ni kwamba hii wanalosema kuhusu hiyo tume ya upatanishi ufanya kule Afrika Kusini, na akasema neno ambalo limewakera watu wengi kwamba huko Afrika Kusini hawakupelekana mahakamani yakaisha, akidokeza kwamba msamaha peke yake ulitosha. Kwa hiyo uhalisia huo mfumo wa huko Afrika Kusini ulizingatia taratibu za kisheria. Kuna watu waliochukuliwa hatua, lakini wale waliokiri makosa yao ndio hao waliosamehewa. Sasa hapa hakuna na kauli kama unavyosikiliza Samia kila siku, haonyeshi dalili ya kukiri kwamba yeye au serikali yake inahusika na mauaji hayo. Kwa hiyo kwa kuruka ukweli kwamba kuna haja ya watu kuwajibika, angalau kwa badala ya kusema tu kwamba haya mambo ni kusameheana yamepita, vipi kuhusu watu ambao mpaka leo miili ya ndugu zao hawajapata? Vipi kuhusu watu waliolawitiwa? Vipi kuhusu watu wanaobakwa? Vipi kuhusu watu wanaotekwa kila siku? Kwa hiyo hii inaonyesha bayana kwamba hili baraza la maaskofu Katoliki ni kama limejiweka mbali na hali halisi jinsi ilivyo. La 4 ni kutotaja wahusika wa mauaji, kwamba wakati tume ya uchunguzi inatajwa kama hatua chanya, Father Kitima mwenyewe amekiri kwamba hakuna aliyetajwa kuhusika na mauaji, tofauti na wale waliokamatwa kuchochea maandamano. Na ingawa hakuonyesha kutoridhika, anaonyesha kutoridhika na afifu hii, hoja yake ya ujumla bado inaishia kwenye msamaha wa pamoja wa Tanzania, tukiri tuombane msamaha, badala ya kusisitiza haja ya uwajibikaji wa kisheria kwa watendaji binafsi wa mauaji, watu walioshiriki katika kufanya hayo mauaji. Jingine ni kutokuwa wazi kuhusu maudhui ya saa 1:30. Wamesema kwamba mkutano wao, kikao hicho kilidumu kwa takriban saa 1:30, lakini maelezo yaliyotolewa jana hayaelezi kiundani hilo zaidi ya saa 1:30 nini hasa kilichojadiliwa au kitu gani hasa ambacho kiliongea. Amesema kwamba wao walitoa maoni yao na Samia akatoa maoni. Je, Samia alitoa maoni gani? Katika hayo waliotoa, yapi ambayo yamekubaliwa au yapi ambayo yalikataliwa? Hilo halikuwekwa wazi. Kadhalika jingine ni kuegemea masimulizi ya serikali kuhusu mitandao ya kijamii. Unasema katika kuhitimisha yale maulizo yake, Father Kitima alizungumzia makundi yaliyopangwa mitandaoni yanayoeneza uongo na kushambulia watu, akitoa mfano wa vikosi visivyo rasmi. Lugha hii inafanana kwa karibu na masimulizi ya serikali kuhusu upotoshaji wa taarifa, disinformation, na inaweza kusomwa hasa na wanaharakati na wapinzani mtandaoni
kana kwamba Baraza la Maaskofu Katoliki limeelemea upande wa serikali, kwa sababu hoja zinazotolewa mtandaoni kwa hakika ni hoja zinazoreflect katika hali halisi kuhusu janga la utekaji, watu wanabakwa. Sasa hayo makundi yaliyopangwa mtandaoni yamepangwa na nani? Haya ni maelezo ambayo yanatolewa kila siku na kina Gerson Msigwa, leo yamekuja kutolewa na Father Kitima. Jingine ni kuhusu uboreshaji wa hali ya utekaji ambao unaonekana kukiri uovu uliopita bila kudai uwajibikaji. Sasa Father Kitima anasema kwamba hali sasa hivi imeboreka, yani kwamba sasa hivi kuna nafuu, kwa sababu watu wanaotekwa wanapatikana wakiwa hai maabusu, kulinganisha na huko zamani ambapo walikuweza na mwagio tindikali au wanakuwa hawapatikani kabisa au wameuawa. Sasa ingawa hii inaonekana kama uchunguzi wa dhati, muundo wa hoja, yani kukiri kwamba mauaji ya kutumia tindikali yalikuwepo, halafu nasonga mbele bila kudai uchunguzi wa hilo mahususi, unaweza kuonekana kama yani Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania linaridhika na kupungua kwa uovu badala ya kudai mwisho kamili wa uwajibikaji, kwamba hata kama watu wanaotekwa baadaye wanapatikana wakiwa wazima au watu wanaotekwa baadaye wanapelekwa mahakamani, ukweli kwamba watu wanaendelea kutekwa, watu wanaendelea kubakwa, watu wanaendelea kulawitiwa, watu wanaendelea kuteswa, watu wanaendelea kuuawa. Kwa hiyo Baraza la Maaskofu Katoliki hapa liwatendei haki wa Tanzania kudai kwamba hali inazidi kuwa bora. Hakuna ubora, kwa sababu bado matatizo yaliyokuwepo yanaendelea kuwepo. Jingine ni kuhusu muda na mfumo wa ombi la mkutano. Father Kitima amesisitiza kwamba mkutano ulikuwa ni ombi la maaskofu na sio wito wa Ikulu, na kwamba ombi la kwanza mwaka jana kabla ya uchaguzi lilikataliwa na Samia. Sasa ukweli kwamba ombi la awali la mazungumzo lilikataliwa kabla ya uchaguzi na mauaji kutokea baadaye, na kisha baraza hili la maaskofu linasifu kwamba mkutano huu na rais na Samia kwamba ulikuwa ni hatua nzuri. Ni wazi kwamba wana miss point, kwa sababu light mkutano awali iliomba kukutana na Samia na light Samia angewasikiliza, huenda yaliyojiri Oktoba 29 yasingetokea. Ilhali huu mkutano uliofanywa jana ambao wameuomba kimsingi haubadili chochote, kwa sababu unyama bado unaendelea na Samia amekataa kata kukiri kuhusika na hayo yanayoendelea Tanzania. Kadhalika kuto kuwepo wito wa wazi wa kutaka uchunguzi huru wa kimataifa, kwamba licha ya kutaja Tanzania, historia ya Tanzania, ya kutetea haki za binadamu kimataifa, Father Kitima hakuitumia fursa hiyo kudai uchunguzi huru wa kimataifa kwa mauaji yaliyotokea na yanaendelea kutokea na mateso na vitu kama hivyo, na badala yake ameridhika na tume za ndani, kwa sababu ameeleza kwamba hatua ya tume zilizoundwa ni hatua ya kuridhisha, kwamba kumepigwa hatua. Kwa hiyo inaonekana kama Baraza la Maaskofu Katoliki limeridhishwa na hii hali inayoendelea. So kwa kifupi, hoja hizi hazionyeshi kwamba Baraza la Maaskofu la Katoliki lina nia mbaya, lakini lugha yake ina vipengele vingi. Lugha ina vipengele vingi vya kutetea haki za Watanzania. Anakiri kwamba waandamanaji wakupatikana na silaha, anasisitiza umuhimu wa ukweli kabla ya msamaha, lakini muundo wa jumla wa haya maelezo aliyotoa, hasa usiri kuhusu maudhui ya maongezi yao, matumizi ya lugha ya mapokezi, kama mapokezi yalikuwa mazuri, walipokelewa vizuri, na Samia kuzungumzia yaliyojiri Afrika Kusini, anaonyesha kwamba na upungufu na kukosekana kwa wito wa wazi wa uwajibikaji, na vinaunda mazingira ambayo yanaweza kusomwa kama Baraza la Maaskofu Katoliki limechagua uhusiano wa taasisi na taasisi, yani kanisa na serikali, badala ya kutetea maslahi ya Watanzania na pia kukemea yanayoendelea katika nchi hii. Kwa hiyo hii imepokelewa kwa kiasi kikubwa. Hotuba ya Father Kitima imepokelewa hasi. Watu wengine wamefika hatua ya kuita kwamba kanisa Katoliki limewasaliti, lakini pia kuna watu wengine wanasema kwamba pengine wameshadakishwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kimsingi imeonekana kwamba kanisa, msimamo ambao lilikuwa nao kwa muda wote katika kusimama upande wa wananchi katika hili, inaonekana kama limepotoka. Lakini pengine kuna wenye mtizamo tofauti. Je, wewe una maoni gani kuhusiana na hili? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.